Tuanzie na hili la Young Africa na mechi yao hii ambayo wanaenda kucheza kule Malawi. Na fahamu sasa hivi bwana, wale ambao wanasafiri kuifuata Young Africa bado wako njiani wakiendelea kuitafuta Malawi. Yes, akiwemo mwenzetu kutokea hapa EFM na TVE Mbwana Mshindo. Yes, Mbwana, kama unanipata vizuri bwana, tuambie mambo ya njiani yanakwenda namna gani sasa hivi kuwasindikiza Young Africa na kwenda kufahamu kile ambacho ataenda kukifanya dhidi ya wapinzani wao Silver Strikers Silver Strikers kutokea pale Malawi. Asante tu Shenkome, jiani mambo yanakwenda vizuri. Sasa hivi tunaitafuta pakani hapa kati ya Malawi na Tanzania, na takriban magari 5 ya mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga ndio yanaelekea katika nchi Malawi kwa ajili ya kwenda kutoa hamasa kwa ajili ya timu yao ambayo itacheza mchezo wa kwanza kabisa wa ligi ya mabingwa Afrika raundi ya pili dhidi ya Silver Strikers ambao utachezwa siku ya Jumamosi katika uwanja wa Bingu pale Milongo nchini Malawi. Kwa hiyo mashabiki wana hamasa kubwa, lakini pia wana imani kubwa na kikosi chao ambacho tayari kimeshaondoka jijini Dar es Salaam kuelekea Malawi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tupo njiani tukielekea huko mpakani kwa ajili ya kukamilisha taratibu za pale mpakani na kuingia nchini Malawi, ambapo kesho tutapata pia nafasi ya kuwasikiliza makocha wa timu zote mbili, lakini pia nitapata nafasi ya kuhudhuria mazoezi ya klabu ya soka ya Yanga kuelekea katika mchezo huo wa Jumamosi. Ukiwatazama mashabiki, ari iko namna gani? Wana shamra kiasi gani kwenda kuisapoti timu yao huko nchini Malawi? Mashabiki wa Yanga wana ari kubwa kwa sababu kama unavyojua timu yao imekuwa ikifanya vizuri takriban misimu minne, wamekuwa na utawala wa soka la ndani hapo Tanzania, lakini kikubwa wanachokitaka msimu huu kuhakikisha wanafanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Ndio maana ukiangalia usajili ambao umefanyika chini ya uongozi wao ni usajili mkubwa kwa kweli Tunu Hassan Shenkome. Kwa hiyo mashabiki wao wana imani na kikosi chao kitaweza kupata matokeo mazuri huku ugenini na kwenda kumalizia kazi katika mchezo wa marudio. Basi sawa Mbwana, sisi tuwatakie kila laheri na panapo majaliwa kesho asubuhi nadhani utatupatia kila kitu ambacho kimeendelea huko. Asante sana Tunu Hassan Shenkome. Haya, shukrani sana Mbwana Mshindo mwenzetu kutokea hapa EFM na TVE. Ameungana na mashabiki wengine wa Young Africa. Yeye akiwa ni mwandishi wa habari kwenda kuangalia sasa namna ambavyo anachukua kila aina ya tukio ambalo linatokea kule Malawi kuelekea katika mechi hii. Mchezo utakapomalizika pia utapata vitu vingi zaidi kuhusiana na mechi hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Young Africa kicheza na Silver Strikers ya pale Malawi. Timu ya inosimamiwa na benki pale Malawi, na tayari wachezaji wa Young Africans wenyewe shafika kwa ni mashabiki tu hao ambao tunasubiri kuona namna ambavyo watafika na kila kitu kiweze kukaa sawa. Kila raheli Young Africa kwenye mechi yao ya kimataifa, lakini vile vile Azam, Simba na hata Singida Black Stars waweze kufanya vema. Unajua ukisema wamefika tu unaweza ukasema labda kwa hotelini na nini miguu juu na matizi tayari, yani wameshaanza Yes, hakuna kupoa wala kuboa bwana. Unajua na tunatamani sana kuona timu zetu kutokea Tanzania zikifanya vizuri katika mashindano haya. Vipi kwa upande wa Simba, nao pia mambo yamekwenda namna gani? Simba Sports Club na wenyewe wamesafiri salama na wamefika Afrika Kusini kwa ajili ya kuelekea pale Eswatini. Unajua Eswatini ni nchi ambacho kako karibu ni ndogo, sio kama naibeza, yani ni nchi ndogo ambayo iko karibu na Afrika Kusini. Kwa maana yake Simba ndiko ambako anakwenda na tayari ameshafika Afrika Kusini kwa ajili ya kwenda kuvaana na Nsingizini Hotspurs kutokea pale Eswatini. Kwa ni mechi ambayo pia Simba wameifuata kwa udi na uvumba wakitaka ushindi ugenini. Yani pale inakuwa ni kama njia South Africa, Afrika kidogo pumzika fona kuelekea mitaa yako hiyo. Sina mashaka na maelekezo yako huko. Sawa mwana michezo, hayo ni kwa upande wa wakubwa hawa wawili ambako uchambuzi mzuri kabisa kwenye HQ kesho pia. Nadhani si unajua ndo kuelekea weekend. Huko lakini Simba, kwa hiyo mambo yatakuwa ni mazuri zaidi. Wamesafiri bila Musa Kamara pinipini. Bila Kamara? Wamesafiri na magolikipa wawili, Yakubu Suleiman na Hussein Abel peke yake. Kwa hiyo atakayesimama ni Yakubu Suleiman. Wenda Hussein Abel alifunga goli 4 juzi. Mechi za kirafiki. Yes, ndo alikuwepo kwenye mazoezi, kocha ndo kamuona. Kwa golini atakuwepo huyo. Huenda kawepo. Lakini sasa sio nasema chochote kinaweza ikatokea. Hamza pia sijamuona, naye kabaki na timu. Na Bajabel Muhammad. Kwani Bajabel bado si ameshapona? Amepona, lakini nadhani hayuko kwenye ule ufiti wa kwa ajili
ya kuanza kucheza mechi. Unajua wachezaji hawa bwana tena wanaotokea kwenye mapana watunzwe Simba pale. Kumekuwa na matokeo mabaya sana kwao. Okay. Yaani kila mchezaji hatari anayekuja winga ukisikia Wahadum Oblin Kramo alikuja wa moto sana, tunaambiwa ni wa moto kuliko Pacome. Okay. Lakini hakucheza mechi hata moja Simba pale. Watu wameshacheza. Sawa bwana, tusubiri tuone. Na unajua burudani inaporejea kama hivi ya soka, watu wanasubiri bwana kusafisha macho yao. Ndiyo. Na kupata pia vitu vizuri na vingine ambavyo vitatokea pia ambavyo vitaweza kuendelea kuzungumza zaidi kuhusiana na mchezo huu wa mpira wa miguu kiujumla wake. Lakini hiyo ni kwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Vipi kwenye kombe la shirikisho? Kombe la shirikisho mambo yameendelea kuwa mazuri, na Azam FC wao toka kitambo wameweka kambi pale visiwani Zanzibar kwa ajili ya kucheza mechi yao dhidi ya KMKM, na tunaungana na afisa habari wa Azam FC Hashim Ibwe aweze kutuelezea namna ambavyo maandalizi yalivyo na wanaingia na silaha za aina gani kuwavaa KMKM kwenye mechi yao ya kimataifa. Wachezaji wetu wote walifika mapema alfajiri baada ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Iran. Wachezaji wetu wote 7, kila ambaye alikuwa anahisi kwamba anapaswa kuwepo ndani ya timu tayari zimeshafanyika arrangements za wao kutoka Dubai, na uzuri ni kwamba walitoa moja kwa moja hapa Unguja Zanzibar, na baada ya hapo wameingia, na leo nafikiri mmewaona wakiwa na train, wana siha njema, kila mtu anaonekana yuko sawa. 16, 17, 18 mchezo watafanya recovery, wataendelea na mazoezi na session ambazo wanafanya wenzao, na baada ya hapo tutawashuhudia kwenye mchezo. Putin kuna masuala fulani hivi ya wanasemaje, masuala fulani hivi ya maandishi ya taifa lake, kwa hiyo alikuwa anashughulikia pasipoti yake, ameshamaliza, kila kitu kiko sawa. Huku kuliko baki ni wale ambao walikuwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, na wale wengine kama ambavyo tulikuwa tumesema awali kwamba tumekuja na mziki kamili, yani tumekuja na wachezaji wote. Kila mpinzani ambaye atakuja mbele tutamvalisha kinyago cha Real Madrid, tutamvalisha kinyago cha Manchester City, tutamvalisha kinyago cha Al Ahly, tutamvalisha kinyago cha Esperance, Raja Casablanca, Mamelodi, Kaizer. Yoyote ambaye huyu ukienda kucheza naye ni mechi ngumu na azifu hatujawahi kukutana naye. Hapo ndiko ambako tutaonyesha mchezo mzuri. Haya, hayo ndiyo mambo ya Azam FC. Tutarudi hapa na kuja kuzungumza pia kuhusiana na hili kwa uchache, lakini pia tutaungana na afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza, naye pia tuambie kile ambacho kinaendelea kwa upande wao. Lakini kama ambavyo nimekuambia, sisi ambao tayari tumeshathubutu kuungana na Yas, na kuanzia pale tulipo tunaendelea kuenjoy maisha. Kwa hiyo na wewe hautakiwi kujiuliza mara mbili wapi pa kuanzia. Anza sasa na Yas. Kuna 4G na 5G kila kona ya Tanzania, vifurushi pia vinavyokupa thamani ya pesa zako pamoja na huduma nyingine kibao unazozihitaji. Kwa hiyo